Haya jamani, leo tuko na dada Karen. Yaani siku zimekimbia, sijaamini kwanza nilipomuona. Karen jamani, mama mbona juzi tu. Hebu tuanzie hapo. Dada Karen, sijui nikupe pole, ni pole na hongera au nisemeje? Vyote sawa. Vyote ni sawa. Pole kwamba ulikuwa kwenye adhabu. Hongera umemaliza, si ndio? Asante. Ya, lakini na imani pia yako mafundisho mengi, na hicho ndio kikubwa kwenye hichi kipindi. Umefanya kazi na sisi muda gani? Kama mwaka sasa. Kabla hujapata tatizo ulifanya kazi na sisi mwaka? Kabla sijapata tatizo nilifanya naye kazi miezi 6. Miezi 6. Yeah. Okay. Na katika kipindi cha miezi 6 ambacho ulikuwa umefanya kazi na sisi, kazini kwako kulikuwa kumetokea tatizo lolote? Hapana. Hamna. Na huna historia hiyo, yani hujawahi kupata tatizo kama hilo ambalo limekupata sasa hivi? Sijawahi. Hujawahi. Sasa hebu labda utuambie, kwa sababu kwa lengo sasa la kufundisha wasichana wengine, ni mazingira gani yaliyokupelekea? Kwa sababu pia bosi wako alisema wewe ni dada mlokole, dada wa kilokole ambaye ulikuwa unaomba sana, unaamka usiku unaomba. Yaani hakuamini kile kilichotokea. Hata alivyohisi kwamba kuna pesa zimepotea, hakukuwazia wewe, kwa sababu wewe ni mtu ambaye ulikuwa una portray au unaonyesha mtu mwenye hofu ya Mungu sana. Nini kilikukuta? Mazingira gani yalikukuta? Sielewi. Uelewi? Yaani ukijibu tu huelewi, jamani, hivi kweli tutaelimisha hapa? Tutaelimisha. Tunataka kuelimisha. Kwa sababu yaani wewe mwenyewe sasa umejifunzaje kutokana na hiyo situation? Kama wewe mwenyewe unasema sielewi, maana yake nimejifunza vitu vingi. Labda hapo tuende kwenye kujifunza. Mimi cha kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa yote. Najua kila kitu kina sababu na kusudi. Kila kitu kina sababu na kusudi. Kwa hiyo Mungu huwa anampa mtu jaribu na pia huwa anampa mlango wa kutokea. Pengine hilo ndo lilikuwa jaribu langu. Kwa hilo namshukuru sana Mungu. Sasa umejibu ujui. Nimekuuliza nini kimetokea, yaani ulijikuta kutaje mpaka ukajikuta umechukua hela za watu. Sasa mbona hapo umejibu kwamba huenda hilo ndio lilikuwa jaribu lako, maana uliziona hela alafu ukashangaa pepo limekuvamia. Ni pepo au ni nini? Ile roho iliyokuvamia ya kusema ngoja nihamishe hizi dola, nichukue hizi hela, hiyo inaitwaje? Maana wewe ni mtu ambaye sio mgeni kwenye masuala ya kimungu, unajua kabisa. Hiyo unaiweka katika nini? Tukienda kiroho. Mimi naiweka katika hiyo ni roho. Hiyo ni roho. Naweza kusema hiyo ni roho ya shetani. Ndio ilikuvamia au ndio uliiruhusu au ndio jaribu lenyewe lilivyokuja? Mimi kwa kweli siwezi kujua. Sielewi. Okay. Kwa hiyo baada ya hii situation ambayo imekupata, kwa maana ya kwamba sasa ulipata hiyo shida ya kupata adhabu ya kwenda jela miezi 6, ingawaje umekaa 4, lakini baada ya hapo sasa wewe binafsi unawaza nini? Una nini ulichojifunza? Tuna wasichana wengi wanakuja kwenye mradi wetu hapa kwa ajili ya kwenda kutafuta kazi, na hizi kazi wanakwenda kufanya kwenye majumba ya watu. Kwenye majumba ya watu kuna maasset mbalimbali, kuna mali mbalimbali, yaani kuna hivyo vitu, kuna fedha, kuna vitu, kuna yaani hivyo. Wewe sasa kwa lililokupata, nini ambacho ungeweza kuambia wenzako wasichana ambao wanakuja? Mimi napenda tu kuwasihi wanapoenda kufanya kazi za watu au wanapoenda kwenye majumba ya watu waheshimu vitu vya watu. Pia walizike na wanachopata. Hata kama ni kidogo ndo cha kwako, sio cha mtu.
Kwa rizika na unachopewa. Kwa hiyo wewe kwa sasa uko tayari, yani kwamba hautakubali tena huyo roho ya shetani hiyo ya wizi ikuingie, yani kwamba sasa hivi utaridhika chochote unacholipwa, utaridhika na kile unachokipata, na hautakubali tena kuingia kwenye hizo tabia ambazo mwisho wa siku sio nzuri. Wewe unaona, mimi binafsi siwezi kuliruhusu tena hili. Naomba sana Mungu anisaidie, naomba sana Mungu nisipitie tena kwenye hili jaribu. Kwa hiyo sijui niseme nini. Ndio hivyo, sitaruhusu tena. Umejutia ulichokifanya? Nimejutia sana. Umejutia sana? Uliamini kama ungeenda jela? Sikuwahi kufikiria, sikuwahi kutegemea katika maisha yangu kama hii changamoto ningeipata. Sikuwahi kufikiria wala kudhania. Ila kwa kuwa tunaambiwa matatizo pia ni sehemu ya maisha. Changamoto ni sehemu ya mafanikio. Unapokuwa na changamoto, nyuma kuna mafanikio. Okay. Ya, lakini matatizo ambayo sio ya kujitakia, si ndio? Yanaweza akawa kujitakia kama Mungu alishakupangia ndo hatima yako. Yaani kama Mungu alishapanga wewe utapita hapa. Hata ufanye nini, utapita tu. Hata kama sio kwa namna hiyo, ungepita tu kwa namna yoyote ile. Kwa sababu ndo hatima yako. Ndio hatima yako. Yaani hakuna kitu kinachotokea pasipo sababu. Kila kitu kina sababu na kusudi la Mungu. Kwa unaamini kabisa hilo ulilolipitia Mungu ameliruhusu? Mungu ameliruhusu. Kwa sasa eti singekuwa hiyo, sio ndo hiyo issue iliyotokea. Pia ningepita kwa sababu ndo sehemu ambayo ningetakiwa kupita ili nisonge mbele. Kwa hata unapokuwa unataka kuvuka kwenda sehemu nyingine au kupitia kitu kizuri, lazima utapita kwenye vikwazo, kwenye changamoto. Hakuna kitu kwenye maisha kilichonyooka tu hivi mtu akafikia mafanikio yake, hapana. Lazima atakutana na changamoto sana, atakutana na vitu vya kumrudisha nyuma, atakutana na vitu vya kumkatisha tamaa. Ndio hivyo. Lakini kwa neno la Mungu linatuelekeza kabisa kwamba tusiende kwenye njia za wasio haki, njia kama hizo. Tunaweza tukasema tumepangiwa, lakini kama unakubali, unaruhusu kufanya jambo ambalo unajua ili haliruhusiwi kwenye neno la Mungu, matokeo yake lazima atakuwa mabaya. Mwambie usiibe. Sasa ukiiba, si unajua matokeo hayawezi kuwa mazuri. Pengine ulijua sitakamatwa, tuko wengi hapa, kwa hiyo nafikiri kichwani kwako ulijua hivyo. Kwa sababu hata kuja kukugundua ni wewe umechukua hizo hela tulifanya kazi kubwa kweli kweli. Unakumbuka hata polisi walikuwa washakuachia, wamejikatia zao tamaa. Lakini sisi tulikuja kuingia kupata tamaa. Hawakupata tamaa kabisa. Hawakupata tamaa? Yeah. Mpaka unakuja, si ulikaa polisi siku ngapi? Sikumbuki. Ukumbuki ulikaa siku ngapi? Siwezi kukumbuka, maana nishasema sitaki kukumbuka mambo ya nyuma. Sina kumbukumbu. Una kumbukumbu. Lakini nakumbuka ulipokuja hapa ulikuwa unatokea polisi ambapo ulikaa siku 2 au 3, na wao walikuwa hawajajua ni nani katika nyinyi ambao mlikuwa mmeenda pale. Lakini mlipofika huku ndio tukajaribu tena kuangalia kwenye teknolojia zaidi, ndio tukagundua kwamba kuna hiyo shida. Nachotaka kusema ni kwamba wakati unachukua zile hela kwa kuiba, wewe ulijua utakamatwa kwa sababu mlikuwa wengi, utengeneza mazingira ambayo utahakikisha hukamatwi. Sasa kwenye divine law, nazungumzia sheria za kimungu. Usiibe, sio sheria ya mwanadamu, ni ya Mungu, si ndio? Umemtaja sana Mungu Karen, na tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haurudi tena nyuma na unasaidia na wasichana wengine wasipate majanga kama haya, si ndio? Sasa sheria ya Mungu ile huwa ni sheria tunaita
divine, sheria yani takatifu, ambayo yani wewe unaweza kwa akili zako ukafikiri sintajulikana, nitaweza kukwepa hichi kitu, lakini kwa sababu Mungu alishasema usifanye hiki na wewe ukafanya kile ulichokatazwa, matokeo yake lazima tu kuna namna tu, yani ile sheria itakuumiza wewe. Si unaelewa eh? Umeelewa? Nakuelewa. Usije ukasema kila kitu ni mipango ya Mungu. Hapana, Mungu ameshatuwekea sheria ambazo kama usingeiba usingefika huko, na mtu mwingine anayesikiliza asipofanya kitu ambacho ameambiwa asifanye, maana yake ni kwamba atakuwa salama. Kwa hiyo Mungu ametuwekea sheria za kutulinda ili tuwe salama, lakini tutakapofanya ndio tunaanza kuja na hizo lugha kwamba ni mipango ya Mungu, labda Mungu alitaka kuniwekea ili jaribu na nini. Kuna majaribu kweli unaweza ukakutana nayo, lakini ambayo sio wewe umetaka. Majaribu kama ya Ayubu aliyopata. Ayubu hakutaka, hakuiba, hakufanya chochote, ameshtukia tu, mara anaumwa, mara watoto wake wamekufa, mara hivi. Hiyo utasema ni Mungu. Tukiangalia upande wa Ayubu, Mungu alikuwa na mpima imani kama yuko strong kwenye imani, ndio maana akampitisha kule. Wewe ulikuwa unapimwa imani alafu hauko strong? Mimi kwa kweli siwezi jua kilitokea nini mpaka saa hizi, sielewi kilitokea nini. Sielewi mpaka saa hizi, ukiuliza kilitokea nini sielewi kilitokea nini. Mpaka dakika hii. Hujui kilitokea nini? Sijui kilitokea nini, sielewi. Uelewi? Sielewi ilikuwaje, sielewi, nashindwa kuelewa kabisa. Nashindwa kuelewa kabisa. Kwamba ulichukua hela ambayo sio ya kwako, ya bosi wako. Hicho kitu uelewi. Kwamba sasa usipofanya hivyo si itatokea tena, utasema bado sielewi. Maana mpaka sasa hivi utakiwa wewe unajua kwamba nilichokifanya ni kosa, hakitakiwi. Neno la Mungu limekataza, lakini hata kwa binadamu hakuna binadamu anayetaka mtu ambaye ni mdokozi au ni mwizi. Ukisema uelewi, maana yake tutakuwa hatuna siwezi kusema mimi ni mdokozi wala ni mwizi, kwa sababu sina tabia za udokozi. Sasa utasemaje una tabia ya udokozi wakati ndicho kilichokufanya ukapata shida? Sijawahi kudokoa kitu cha mtu kwenye maisha yangu, na ndio maana tangu nizaliwe sio kwenda polisi, sio kwenda kokote kule. Ndio, lakini safari hii umeenda kwa sababu ya hiyo shida ya kuchukua hela za bosi. Kwa sababu nisema yani tu siwezi jua. Sasa Karen, ukisema uwezi jua ni kwamba yani unajaribu kusema nini? Kwamba umefungwa kimakosa, ukuiba hela za watu? Sijui. Hujui? Kwa sababu ile ni sheria. Sitaki kuingilia kwenye masuala ya sheria. Ama sheria sasa kazi yake. Sheria ilishafanya kazi yake, na ndio maana tuko hapa kwamba wewe ulichukuliwa hatua za kisheria, ukapata adhabu umeitumikia, umemaliza, ndio maana uko hapa. Hatuna kesi mahakamani. Mahali ambapo tunasema hatuingilii sheria na nini, ni kama tuna kesi mahakamani na tunajaribu kuongea masuala ambayo yako mahakamani. Mahakamani tulitoka, ushahidi ulipatikana, ukapata adhabu, umeitumikia adhabu na umemaliza vizuri. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuelimisha wasichana wengine. Kwa hiyo ni kama, of course naelewa kibinadamu utaona aibu. Ya hicho kitu kipo, lakini mimi nataka niwasaidie nyie wasichana na wasichana wengine, especially wale ambao ndio wako katika utafutaji. Umeona? Wasichana wanakuwa na tamaa kwa sababu wanataka mafanikio ya haraka kwa muda mfupi, kwa kipindi kifupi, na hiyo ndio inayopelekea mnaanza kuwa na hizo tamaa za kuchukua vitu ambavyo sio vya kwenu. Hiyo ndio message kubwa kabisa ambayo ningependa wasichana ambao wanatafuta maisha, na hata wewe ndio kwanza umerudi mtaani, utaendelea kutafuta hela, si ndio? Lazima maisha mengine yaendelee. Ni lazima maisha yaendelee, lakini sasa lazima hilo tulisisitize, na kwamba wakati maisha yanaendelea usiingie tamaa. Ukiingia tamaa itakupeleka pabaya. Mbona jambo liko jepesi unarukaruka? Unarukaruka nini? Mimi siwezi kurukaruka kwa sababu sijui cha kujibu. Sijawahi kufanya hii hapa interview mimi kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ni ngumu kwangu. Kwa sababu hata mimi pia kwenye mambo ya mitandao sipo kabisa. Ndio maana nani mambo ya mitandao, ni mtu ambaye sio kwenye mitandao. Kwa kitu kama hichi sio kufanya kwenye maisha yangu, ndio kwanza nakifanya mara ya kwanza.
nini interview? Interview sijawahi kufanya, ndio mara Sasa ya kama kwanza ulivyoiba kufanya. mara ya kwanza, si umesema hujawahi kuiba, lakini umeiba mara ya kwanza na ukakamatwa. Inategemeana. Kwa hiyo kuna kila kitu kinaanza, kuna mahali kinaanzia. Kama ulivyoiba kwa mara ya kwanza, ndio hivyo na interview labda unaifanya kwa mara ya kwanza. Hivyo ni vitu vya kawaida. Cha muhimu ni tunajifunza nini kwenye hizi, kwa sababu kila kitu kwenye haya maisha Mungu ndio anayejua mwisho wa maisha yetu kutoka mwanzo. Sisi tunajua mwanzo toka tulipozaliwa tunavyoenda mbele. Kwa hiyo kila utakachokutana nacho kama ni kipya, ni cha mara ya kwanza, then ndio unakabiliana nacho, si ndio? Ndio. Kwa hiyo cha muhimu mimi nilichokuwa nataka Karen hapa ni kwamba tusipepese maneno wala tusizungushe vitu, tuwaambie wadada waache tamaa. Hicho ndio kikubwa tu, kwa sababu mimi nina imani kuna kitu umejifunza. Sidhani kama umeenda jela miezi minne alafu ukatoka ukasema either ukarudia hilo kosa, sijui. Kwa mtu ambaye kweli kabisa alikuwa kama unavyosema hana hiyo tabia, pengine ndio alikuwa anajaribu, lakini katika kujaribu ndio umepata nini, majanga kama hayo. Sidhani kama ni kitu ambacho unaweza kukirudia. Lakini pia kwa wasichana wengine ambao pengine wanafanya hawajakamatwa, wajue tu kwamba hiyo sio tabia nzuri. Na kama nilivyosema, hii ni sheria ya Mungu, sio ya mwanadamu. Umeambiwa usiibe, ukiiba tu ujue sheria itakuumiza wewe unayeiba. Sawa, yule mwajiri wako utampa hasara kama hivyo, hela zake zilipotea, zilirudi kidogo, ulirudisha chache, hazikurudi zote, lakini alipata hasara, lakini hasara kubwa umepata wewe zaidi, kwa sababu uliacha kuendelea na kazi, umekaa jela. Hizo zote sio vitu ambavyo hata wewe binafsi kama msichana na imani utapata, kuna trauma utaipata. Hata hapo nafikiri kinachokuhangaisha ni ile kwamba hii sio program ambayo inakusifia, ni kipindi ambacho kinafundisha na akifundishi jambo ambalo binadamu anapenda, yani aonekane na jamii kwamba alifanya jambo fulani. Lakini sasa maji ukishayavulia, ndugu yangu, ndio hivyo, lazima uyaoge. Wewe ulikuja kwetu kutafuta kazi, tulikupa kazi vizuri na tukawaelekeza vizuri. Mnapokwenda kwenye nyumba za watu, mnendeni mkaishi vizuri. Tena tunawafundisha maadili ya neno la Mungu kabisa. Usiibe, usifanye chochote kibaya kwenye familia ya mtu. Na hayo ndio mafundisho yetu na yatabaki kuwa hayo. Na yeyote anayekuja hapa akafanya tofauti, ajue kabisa atapata changamoto. Aidha kama ulizozipata au zingine, lakini lazima kuna changamoto utazipata. Kwa hiyo mimi nilitaka tu niweke very clear, sisi hatuna shida na wewe kiukweli. Mimi as much as, kwa sababu unajua wanasema mshahara wa dhambi ni mauti, kwamba ulifanya kosa ambalo wewe mwenyewe ulifanya, umepata adhabu uliyostahili. Sisi hatuna shida, mimi binafsi sina shida. Mimi huwa ni mkali, nimenyooka tu hivi kwamba umepata adhabu yako, umemaliza, haya maisha yaendelee. Kuna vitu vyako ambavyo vilikuwa vimebaki hapa ofisini, si ndio? Utapata vitu vyako. Unataka kurudi kazini? Sasa moja kwanza huu mwaka uishe. Huu mwaka uishe. Nikapumzike kwanza. Ukapumzike kwanza. Sawa, nitarudi. Sawa. Mungu anasamehe, umeona? Kwa hiyo na sisi for now tunaamini kabisa kama ni elimu tumeitoa, so maisha yanaendelea. Kwa hiyo tunakukaribisha ukiwa Karen mpya, si ndio? Ukiwa Karen mpya mwenye maadili mazuri, ambaye hautakuwa tena na hivyo tabia. Tunakukaribisha. Kama utakuwa hujaacha basi itaonekana, lakini mimi nataka niamini kabisa binadamu anapewa chance. Hata Mungu anatusamehe, tunamkosea mambo mengi, si ndio? Anatusamehe. Kwa hiyo na sisi tunaamini kabisa kwa hii process uliopitia, yapo uliojifunza. Karibu tena, pole kwa hizo changamoto zote, lakini jamani, tusitafute changamoto za kujitakia tukamlaumu Mungu, tukasema Mungu ametuwekea majaribu. Mungu ameshatuwekea sheria, tuzifuate. Amesema usiibe. Ukiiba litakukuta jambo. Usianze tena kusema Mungu. Sio Mungu, huyo ni wewe. Umeruhusu shetani
akutumie. Maana kuna mawili, uruhusu Mungu akutumie au shetani akutumie. Kwa hiyo yako mambo ya shetani na yako mambo ya Mungu. Kila unalolifanya jiulize, ili linatoka kwa Mungu au kwa shetani. La shetani litakupeleka kwake, kwa sababu neno la Mungu linasema shetani haji isipokuwa anataka aue, aibe, aharibu. Yaani ndio mambo yake. Ndio hivyo sasa, unaiba unaishia jela. Si ndio Kwa hiyo ukifanya ya Mungu aliyotuambia, usiende katika njia ya wakosaji, wala usisimame barazani pa wenye mizaha, wala usifanye hivi, kwamba utakuwa kama mti ambao umepandwa kwenye vijito wenye kuzaa matunda kwa ndio hivyo. Kwa hiyo tusijifanye tunajificha ficha wakati sheria za Mungu ziko wazi na za shetani zipo, na tumechagua kuzifata za shetani. Majanga yakitukuta tusisingizie Mungu. Mungu ameweka sheria na shetani anazo za kwake. Chagua unataka kutumikia ufalme upi. Kwa wadada mnaokuja Wadada Center, please, hapa tunamtumikia Mungu. Sheria tunazozifuata ni za Mungu. Ukienda kupindisha, ndugu yangu, itakukuta jambo, na sisi hapa tutanawa mikono tu. Jamani, hizo ni tabia za dada, sio za kwetu. Okay? Why? Kwa sababu hii ni taasisi. Wadada wanaokuja wanatoka kwenye jamii zenu, jamii huko. Kwa hiyo wanakuja, tunawaelekeza. Kuna wale watafata, kuna wale ambao watakengeuka. Sasa wakikengeuka ndio hivyo, tunarudishana tena kwenye mstari. Tunashukuru serikali yetu ipo, sheria zipo. Kwa hiyo unapofanya mambo ambayo ni kinyume na utaratibu na sheria za nchi, zitafanya kazi yake. Ni kama sehemu ya marekebisho. Ukishajirekebisha, unarudi kwenye mstari, tunaendelea na maisha. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikuwa nataka sana kwenye hichi kipindi. Nisisitize kwamba jamani, sisi Wadada Center tuko hapa kama watumishi wa Mungu. Tuko hapa kwa nia ya kusaidia wanaotaka kazi na wanaotafuta wafanyakazi, lakini kwa kufuata sheria za Mungu tu. Maana hata kama ni bosi, kama unamwabudu shetani, utaenda kututesea dada yetu. Yaani dada ataishi kwa shida sana nyumbani kwako. Kwa hiyo tungetaka yeyote anayetafuta kazi, dada, awe anamwamini Mungu. Yeyote anayetafuta mfanyakazi, bosi, awe anamwamini Mungu. Ili nini? Tuendeshwe na sheria za Mungu. Tukienda na sheria za Mungu, dada hataiba, bosi hata mwabuzi dada wake, hata mdhulumu, hata mnyanyasa, hata mtukana. Dada ataishi kwa upendo na familia ambayo anapangiwa kazi. Kwa kila mtu atatoka hapo ameridhika, amepata kila anachokitaka, kwa sababu dada atapata pesa kupitia kazi zake, na bosi atapata wafanyakazi wazuri, watendaji wazuri nyumbani kwake. Kila mtu atakuwa amepata kusudi lake ambalo alikuwa analitafuta. Mwenye kutafuta hela amepata hela, mwenye kutafuta mfanyakazi amepata mfanyakazi. Hiyo ndio huduma tulionayo hapa jamani, na hiyo kama nilivyosema inaongozwa na neno la Mungu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karen, kila laheri kwenye mapumziko yako. Karibu Wadada Center ipo. Asante, nashukuru sana. Haya.